Kaitoa nduki hapa katuvunja miguu mimi na Winnie hapa. Ndio anaenda showroom ananunua gari shingapi ananunua yote kama hivi. Haraka sana. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU imethibitisha kuwakamata raia wawili wa China wakiwa na fedha haramu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 2. Taarifa hiyo iliyotolewa leo Januari 7 inaeleza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa jijini Dar es Salaam katika mkoa wa TAKUKURU Kinondoni imeeleza namna ambavyo walitumia muda kuwasaka watuhumiwa hao mbalimbali. Ileweke kuwa uchunguzi huu bado hujakamilika na kilichofanyika Januari 5, 2026 ni kwamba timu ya uchunguzi iliyofanya operesheni wengine na kufanikiwa kuwakamata raia wawili wa China waliokuwa wakitafutwa kwa muda mrefu. Majina ya waliokamatwa ni Yao Linkong na Wang Weici ambao ni wakazi wa Oysterbay Phoenix Apartment Kinondoni jijini Dar es Salaam. Walikamatwa wakiwa na fedha taslimu kiasi cha dola za Kimarekani 700,775 sawa na shilingi na pamoja za Kitanzania zikiwa ndani ya gari katika mifuko ya sandarusi. Fedha hizo zinashukiwa kuwa ni mazalia ya fedha zilizotakatishwa kupitia taarifa za kadi ya benki zilizoibiwa kutoka kwa watu mbalimbali nje ya nchi. Watuhumiwa hao wameshindwa kuthibitisha uhalali wa upatikanaji wa fedha hizo kwani hawana kampuni au biashara halali zilizowapatia kiasi tajwa na hawana uthibitisho yani stakabadhi na namna walivyonunua fedha za kigeni walizokutwa nazo. TAKUKURU wameeleza kwa kushirikiana na vyombo vingine vya uchunguzi, Benki Kuu, mabenki na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kwa kipindi cha takriban miezi 7 tangu Mei mwaka 2025 ilikuwa ni katika operation maalum ya uchunguzi dhidi ya uhalifu unaohusisha matumizi ya taarifa za kadi za benki zilizoibiwa yani stolen card details kujipatia fedha haramu. Watuhumiwa ni wananchi wa mataifa mbalimbali ikiwamo wa China na wa Tanzania. Taarifa za kadi hizo za benki ni raia wa mataifa mbalimbali nje ya Tanzania ambapo fedha zao hutolewa kwenye akaunti zao binafsi na baadaye kuonekana kwamba fedha hizo zimetumika kwa ajili ya kadi kulipa huduma mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania ili hali watu hao hawajawahi kupatiwa huduma Tanzania kwa kipindi husika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watuhumiwa hao wamefikishwa mahakamani. Kwa wingi wa taarifa na habari na matukio kama haya, endelea kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa, habari pamoja na matukio. Mpaka wakati mwingine, kwaheri. Hii ni moja 10,000. 10,000 hujui? Hii ni 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Kwa dola hii dola 50. Sawa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2B, si ndio? 2B ile nani ya mwezi huu tunataifisha na tunapigwa nani zenu na ulali kama mtu aondoke. Kwa uchunguzi tutakufa basi. Tutakufa sasa. Sehemu pekee ilobaki ni kwa. Kweli. Nakuja walisimamia sumu.